ni kufumuliwa kwa jeshi la polisi. Kama kuna taasisi yani inatesa, inakosesha raha watu, furaha ya kuwepo katika nchi hii ni jeshi la polisi. Kwa utendaji wake wa kazi, ubambikaji watu kesi, kukosa kwake kuwajibika, ni taasisi ambayo inabidi ifumuliwe yote. Alafu igawanywe. Yani tuwe na shirika la upelelezi la taifa, lakini tuwe na polisi ambao wahusike na hizi shughuli sasa za ukamataji, trafiki, ulinzi kule kufanya. Lakini mambo ya upelelezi yote yatoke polisi. Kwa sababu hayo ndio chanzo cha hili jeshi kujigeuza kama wapiga ramli na watu katili wanaotesa watu, kufunga watu, kuzuia watu vifungo kwa muda mrefu, kuumiza wananchi, kukamata watu na kubambika kesi. Lakini kukiwa na wapelelezi wengine ni tofauti, kwa sababu kunakuwa na mtu anafanya kazi kwa uweledi mahali na akisema nendeni sehemu fulani mkakamate mtu, na huyu naye ataangalia jeshi yangu ya kukamata inaniambiaje. Lakini sio kwa sahihi ambao wamebeba kila kitu hao, alafu hawana uweledi, hawana utashi, hawana uzalendo. Ndio maana wanasababisha maumivu makubwa sana kwa umma. Mtu ameposti tu ka message, wanaenda na magari 24 AK47, unaenda unakamata mtu hata kwenye Marlboro hajai. Sasa what kind of utilization of resources like that? Taasisi ya pili ambayo ningetaka ifumuliwe ni bunge, ambayo la kwanza iende kwenye elimu ya wabunge. Angalau mbunge awe na elimu isiyopungua degree. Pili, mishahara ipunguzwe. Tatu, taasisi ibadilishwe, mbunge akiwa mbunge asiwe waziri. Sisi wananchi utukute bungeni tukuhoji. Ukishakuwa rais, tafuta waziri unakotaka. Turuhusu wagombea huru. Sifa ya spika wa bunge asitokane na chama chochote cha siasa. Awe ni mtu ambaye hajawahi kushiriki au kuhusiana na chama chochote cha siasa. Tunapotafuta majaji, kuwe na interview za wazi na tuweke quota ambao angalau 90% ya wale tunaowa interview wawe watu wanaotoka kwenye kada ya uhakimu, yani mahakimu. Si mtindo huu wa kuchukua sana huku wanasheria wa serikali ndio kuwajaza, kila mwanasheria wa serikali anaambiwa jaza fomu, jazeni huku kuna nini sijui kwenda kuteuliwa ujaji nini. Hii hapana, ndio imecompromise ule muhimili ambao jaji akikaa nafikiri yeye ni serikali, kumbe ajui yeye ni mahakama. Tuna wabunge karibu 300 na kitu. Nchi kwa namna ilivyo, sio kwa nini nchi zote za Afrika, sio kwa nini tunashida gani? Nchi kama Tanzania brother, kwa hapa ilipo inahitaji wabunge wasiopungua 160 tu, ukichanganya na waviti mama. Kwa nini wilaya moja iwe na majimbo 4 mangapi unatafuta? Tena wengine unakuta tujimbo tungine tuna watu 2000, tujimbo tungine kwa mfano kama Zanzibar kule utajia moja wabunge wawili. Hapa Tanzania labda sehemu ambayo wabunge tungeweka wengi kidogo ni Dar es Salaam pale kwa idadi ya watu. Dar es Salaam, Mwanza. Lakini huku kwingine kote kila wilaya ni jimbo. Alafu madiwani si ndio wako na watu? Ndio halmashauri iliko, kwa nini unatoa mbunge kila mahali? Kwa unapunguza wabunge karibu 200 na wahitajiki. Jambo lingine la kufanya, kufuta vyeo hivyo wakuu wa wilaya. Unaondoa vyeo vyote vya wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa. Havina nafasi. Na basi ukilazimika, basi kwa sababu kutakuwa kila jimbo lina mbunge, basi tutafute katika mkoa, basi kuna mkoa anayechaguliwa ambaye ni kama governor au anachaguliwa, sio anateuliwa. Kwa sababu ile kazi ya mkuu wa mkoa ni nini? What is it doing? Siku moja nilimuuliza mtu, nikimuondoa mkuu wa mkoa leo, nikamwambia kakae kijijini kwenu kimya kabisa, kazi gani itakuwa? Hakuna. Utakuta ni mambo ambayo hayaeleweki tu, kwamba kazi ambayo ingeweza kufanyika na huyu, kuna duplication, sio inaanza huku rasimu usiokuwa na sababu. Kwa hiyo ni maeneo ya kubadilisha ili kuleta, ni kuondoa kinga kwa viongozi wote. Kuondoa kinga kwa viongozi wote wa umma isipokuwa rais. Yaani rais tunamwekea kinga kwa sababu ya mazingira ya nafasi yake ile ya urais. Kuna wakati analazimika kufanya maamuzi ambayo ni lazima umwekee kinga ili aweze kuwa na uhakika wa namna ya kufanya. Lakini na wengine wote akamatwe na kushtakiwa wakati huo. TAKUKURU na upelelezi. Yaani kama unaona TAKUKURU au ADEA au madawa ya kulevya. TAKUKURU
wote hao ningeboresha, lakini vingekuwa vitengo katika kikundi cha katika ile taasisi ya upelelezi ya taifa, lakini with very equipped, wape vifaa vya kutosha, wape resources za kutosha, wape kila kitu cha kutosha, lakini ile inakuwa ni department kule ndani. Kwa hiyo upelelezi unakuwa unafanyika scientifically. Leo tungekuwa tunahangaika kwamba watu wanapotea tujue anayechukua.